أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله عز وجل. أوصيكم بالتقوى والعمل الصالح. Ndugu zangu katika imani, baada ya kuwa ninawahusia kumcha Mungu, na mimi mwenyewe ninaiambia nafsi yangu nimche Mungu. La pili ni kipindi cha kuomba dua na kuombeana dua. Kipindi hiki ambacho tuko ndani ya 10 la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhani ni kipindi cha kukithirisha kuomba dua kwa Mungu na kuombeana dua. Na mimi kwa muda mrefu kuna kundi la watu sijawahi kuwaombea dua. Nilikuwa ninawasahau. Watu muhimu sana katika maisha yetu tunayoishi. Nao ni wale ambao wamepewa majukumu ya ulinzi na usalama katika nchi yetu. Wale ambao wamepewa majukumu ya ulinzi na usalama wa sisi raia na mali zetu katika nchi yetu. Hawa nilikuwa nawasahau sana. Kwa munasaba huu wa 10 la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhani nimewakumbuka. Hivyo basi ninawaombea Mungu awashushie huruma zake na awashushie uweledi katika utekelezaji wa majukumu yao, kwa sababu tunajihisi tuko salama kutokana na wao wanavyofanya kazi zao kwa uweledi. Tuko katika amani, lakini amani inalindwa na walio katika mstari wa mbele katika kuilinda amani hiyo ni wao. Kwa hiyo ni watu nao wa kuwaombea dua sana, yani vyombo vya ulinzi na usalama katika nchi yetu, lakini pia katika mkoa wetu, lakini pia katika wilaya yetu ya Ilala ambapo tupo. Mwenyezi Mungu awape taufiki, awape afya njema, awape nguvu, awape maono katika utekelezaji wa majukumu yao. Baada ya hayo, ndugu zangu Waislamu, nchi yetu iko katika mambo muhimu sana. Kwanza, rais wetu Mheshimiwa Dr. Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ametimiza miaka 4 katika kuiongoza nchi yetu. Ukweli ni kwamba Mungu amempa taufiki kubwa sana ya kuongoza katika kipindi hiki, na amefanikiwa kwa kiwango ambacho hakina mfano wake katika zama hizi. Na mtu tunayemsifia kuwa amefanikiwa, maana yake kapita katika corrugation. Waarabu wanaita matabat, wazungu wanaita corrugation, ni barabara isiyo nzuri, lakini akapita katika barabara hiyo kama ni barabara ya lami. Kwa hiyo huyo amefanikiwa. Miongoni mwa msukosuko uliyempata mama yetu huyu, ambao mimi kusema kweli ulinisumbua akili yangu kama kiongozi wa dini, pale alipokuwa anafanya taratibu za uwekezaji wa bandari hapo, alafu wakatokea watu wengine wakatunisha misuri kwa nguvu zao zote
kupinga uwekezaji ule, na wengine wakaingia katika fikra za kiudini, wakasema wanaopewa ni Waarabu, yani huo ni udini na ukabila, yani mwekezaji ni Mwarabu Muislamu, Waarabu Waislamu, huo ni udini na ukabila. Hatuwezi tukapata maendeleo ya kidunia haya bila ya watu kama watu kushirikiana. Nchini mwetu hapa kuna Mayahudi, kuna wazungu, kuna nani wamewekeza katika, kuna Wachina, kuna Wakorea, kuna watu chungu mzima, lakini haijawahi kuwa nongwa kwa hao. Nongwa alipokuja kuwekeza Mwarabu bandarini. Huu ni ubaguzi ambao ni wa kikabila na dini, lakini mama yetu alisimama kidete kuhakikisha jambo linafanikiwa, na alhamdulillah matokeo yamekuwa mazuri. Watu hawayatangazi sana tu kwa sababu sijui kwa nini, lakini matokeo ni mazuri. Kwa matangazo machache niliyoyasikia mie, pia ninashangaa kwa nini hili halirudiwi kutangazwa, au mtu mpaka afanye baya ndio mtangazi sana, lakini akifanya mema unaona uvivu kumtangaza. Mimi ingawa sauti yangu si sauti ya kufika mbali, lakini hapa katika jukwaa hili najithubutu kusema mama amefanikiwa, na Mungu amzidishie nguvu na afya na uweledi zaidi, ili Mungu ajalie anachokifanya ni kwa maslahi yetu wananchi wote wa Tanzania, si kwa maslahi ya familia yake, wala si kwa maslahi ya watu wa dini yake, wala si kwa maslahi ya mtu, bali ni kwa maslahi ya Watanzania. Mambo yanakwenda hilo moja, lakini kuna mengi ambayo yeye ameyakuta, ameyakamilisha, lakini kuna ambayo yeye ameanza na ameyafanya na yamemalizika. Tuna umeme wa kumwaga, ndio lugha yetu ya mtaani. Tuna umeme wa kumwaga, maana tuna umeme mwingi mno, hatuna shida ya umeme. Ile katika wakati mwingine kutokana na miundo mbinu inawekwa upya. Jengo likitolewa la zamani la miti, sasa linataka kuwekwa jengo la nguzo ya zege, lazima pale patatokea kukatika umeme. Hiyo ni jambo la kawaida. Hata wewe ukienda hospitali unataka utibiwe uwe mzima tena, lakini utalazwa katika kitanda cha daktari ili akukorokoche, alafu baadaye uinuke uwe mzima tena. Lakini wakati ule umelala hufanyi kitu, na mambo mengine ndio hivyo hivyo. Hivyo basi tumpongeze, ni wajibu wetu kumpongeza, pia ni wajibu wetu kumuombea dua sana mama. Na dua yenyewe si ishe dua ya leo, hapana, na dua ya kesho, kwa maana ya kwamba mitano tena, ili akamilishe nguo yake ambayo, na akamilishe ndoto zake. Ana ndoto zake za kutufanyia. Na wale ambao wanaopenda maisha kitonga, hata peponi huwezi kupitia kitonga, unatakiwa ukeshe pepo. Mungu kishaiandaa, ipo, kishaipamba huu mwezi wa Ramadhani. Lakini ukiitaka hiyo pepo, ili 10 la mwisho la Ramadhani ukeshe, hakuna pepo kitonga, yani mteremko tu unakwenda, hamna hiyo. Kama ilivyokuwa hakuna pepo kitonga wala hakuna dunia kitonga, maisha kitonga hakuna. Lazima ufanye kazi, uvuje jasho, alafu Mungu akuteremshie riziki yako kupitia kazini kwako.
Hayo ndo maisha, ndo kawaida ya maisha. Ukiona tofauti ujue kuna tofauti, ukiona tofauti ujue kuna tofauti. Usipofanya kazi na unataka raisi wa nchi aje mpaka aje kukunawisha maji usoni asubuhi, hutakaa na matongotongo tumachoni maisha yako, huyo hayupo. Lazima wewe mwenyewe uamke, upige mswaki, unawe maji usoni, ndio utakuwa mtu. Wewe mwenyewe upige mswaki, uoge, ndio utakuwa mtu. Wewe mwenyewe uende kazini, urudi, ndio watoto wako watapata chakula. Kama kulikuwa na mtu anataka watu wamekaa na kula tu, Mungu ana uwezo huo, mbona kufanya? Mungu mwenyewe aliyeumba mbingu na ardhi ana uwezo sisi tuwe tunakula tu kama peponi kule, tuwe tunakula tu bila kufanya kazi yote. Lakini hayo kwa hapa duniani hayapo, haya yako akhera. Tukiingia peponi huko unakula, wadaniyatan alaihim dhilaluha wa dhullilat qutufuha tadhlilan. Kule ndo kwenye kitonga ukishaingia kule peponi. Lakini ule ndani sasa kitonga, ukifikiria tu embe imekuja, ukifikiria embe imefika, ukifikiria embe kule imefika, ukilifikiria chungwa limefika. Sikwambii ukimfikiria mwari wamefika, sio mmoja. Hiyo ni wapi? Peponi. Lakini duniani hapa kila mmoja avuje jasho, kama yeye rais mama anavuja jasho, anakesha kwa ajili yetu, na sisi lazima tusimame naye bega kwa bega, tuvuje jasho kwa ajili ya nchi yetu na maendeleo yetu. Hakuna cha bure. Haya nilipenda niyaseme, lakini pia kuna wajibu wa kumwombea dua, na hasa 10 hili la mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mama huyu tumuombee dua sana. Na hapa msikiti wa Manyema siku ya mwezi 26 kuamkia 27, siku ambaye ndiyo inatarajiwa kuwa ni siku ya Lailatul Qadri, baada salati al-asri, hapa tutamuombea sana dua mama yetu na sisi wenyewe na wanaotuzunguka na nchi yetu. Na mimi nashauri tuwaombee amani na utulivu hata jirani zetu, nchi zetu za jirani nazo ziwe katika amani na utulivu, kwa sababu wao pia wakiwa na rabsha huko kwao huwa wanakimbilia hapa. Hasa hii ni nchi ina masafa maalum. Ikiwa watu watakuwa wengi mno, tutabanana hapa na tutagombea kuuza maua, na matokeo yake wageni nao wanauza miswaki na ukindu. Niamone hapo Kariakoo wageni wanauza maua, wanauza miswaki mkononi, ile kimachinga. Ile kazi za kufanya watani wangu wa machinga sasa wanafanya watu kutoka Asia na Ulaya. Sasa inakuwaje? Hao tu ni wafanyabiashara, sio wakimbizi. Sasa sikwambii kama wakimbizi watakuja wengi mno kuliko waliopo, lazima itakuwa tabu. Sasa jirani lazima awe katika amani na utulivu, kwa sababu jirani yako akiunguliwa nyumba yake imeungua, panya wake watahamia kwako. Panya wa jirani yako watahamia kwako, kwa sababu nyumba ile wanaishi panya kule imeungua. Sasa wewe unataka kuungua, unataka huko nyumba usiungu. Wakihamia kwako, nguo zako nazo ziko hatarini. Lazima muelewe hivyo. Hivyo basi iko haja ya kuomba dua sana, nchi yetu iwe amani na utulivu, iendelee kuishi katika amani na utulivu. Na iko haja ya kuomba dua sana majirani zetu Burundi, wapi wawe na amani na utulivu, ili hata wale wakimbizi wa Burundi walikuwa hapa warudi kwao, katika makwao. Kila mmoja ana kwao wale, lakini wamekuwa kama watu wanaishi katika misitu tunayowachagulia kuishi.
Sasa muungwana ukachaguliwe msitu wa kuishi, kawe utaishi hapa, hata akikujengea jengo gani, lakini unakuwa mtwana tu, kwa sababu unaishi katika mahala ambapo anakulazimisha mtu uishi hapa, hana pa kukuweka pengine. Amani na utulivu jamani ndo maisha yenyewe. Amani na utulivu ndiyo dini yenyewe. Amani na utulivu na utu ndio utu wenyewe. Tuhakikishe katika nchi yetu kuna amani na utulivu, lazima tuilinde. Ipo amani na utulivu, lakini kulinda na kuepuka chochote kinachoweza kuashiria uvunjifu wa amani hiyo. Ikivunjika amani, watu wana ndoto zao, watoto wadogo wana ndoto zao, wanataka kukamilisha, wakamilishe, wazifikie ndoto zao. Tukivunja amani, kukawa watoto wanaosoma shule watakosa kuzifikia ndoto zao na matumaini yao. Sasa sisi tusiwe ndio wakatishaji tamaa kwao. Sisi tuwe wazazi walezi ambao pia tunawawekea barabara ya amani mbele, mazingira ya amani mbele, kwa sababu Tanzania, duniani ukitembea kote, kila mmoja ukisema mimi Mtanzania anakujua kwamba umetoka katika nchi ya amani na utulivu. Kokote ukitakoendelea, sisi tunapata bahati ya kutembea huko, tunapata sifa hizo kwamba nchi yenu ni amani na utulivu. Jamani, hii ndio sifa nzuri, ndio sifa iliyomo ndani ya Qur'ani tukufu. Ndio sifa iliyomo ndani ya Qur'ani tukufu, kwamba kijiji kiwe na amani na utulivu. Yatiha rizquha ragadan min kulli shay. Kwa hiyo riziki inakuja kwa urahisi, kwa sababu ilikuwa pala pakiwa na amani na utulivu. Hivyo basi mimi nitumie fursa hii katika Ijumaa hii na siku 10 hili la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhani, kumuombea mama yetu na kujiombea wenyewe, kwa sababu sisi wenyewe ndio tunaishi na tuna uhitaji wetu na mahitaji yetu. Mungu atuwafikishe tuwe katika amani na utulivu na taufiki ya kufanikisha kila jambo ambalo tunataka lifanikiwe. Mungu atusaidie, tushike mkono. Wallahu tabaraka wa taala yaqul wa biqawlihi yahtadi almuhtadun fa idha quri'a alquran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa qala 'azza min qa'ilin 'alim fa idha qara'ta alquran fasta'idh billahi minash shaitanir rajim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. آمركم وإياي بما أمركم الله من طاعته فأطيعوه، وأنهاكم وإياي بما نهى الله عنه من معصيته فلا تعصوه، وأرجو لي ولكم من ثوابه فاسألوه، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وبعد. Ndugu zangu, jambo la mwisho ili tusimame kusali, kuna suala na zoezi la uandikishaji kupiga kura. Tujitokeze kwa wingi kujiandikisha kupiga kura na tusipuuze, kwa sababu ndio utaratibu katika maisha yetu hapa Tanzania. Kila kipindi kikipita kina kijacho, ili tupate kiongozi
kuna utaratibu wa kupiga kura, na ili tupate kiongozi tunayemtaka, njia yake ni kupiga kura, kujiandikisha na hatimaye kusimama katika foleni kwenda kuchagua yule kiongozi ambaye wewe unamuona. Chagua yule kiongozi ambaye wewe unamuona kwamba huyu anafaa na una ushahidi. Sio anafaa kwa kukisia, una ushahidi. Na alhamdulillah mama yeye ana ushahidi wa kutosha kwamba anafaa. Iliyobakia mioyo. Sasa moyo wako kama upendi hiyo, mimi sikulazimishi, lakini ushahidi kwamba anafaa umetosha kabisa na ziada yani. Kwa sababu miaka 4 hii aliyehudumu katika nafasi ile, wallahi tunaishi kwa raha sana. Raha kwa sababu wanaodili na biashara wanafanya biashara zao. Nimeshuhudilia wanaolalamika katika kufanya biashara kwamba kodi hivi na TRA, wamepata nafasi ya kukaa na maofisa wa TRA na kuzungumza nao kodi walipe vipi. Kwa hiyo imefikia mahala sasa wafanya biashara wanalipa kodi kutokana na mtazamo wao, kodi iwe vipi, na wengine wanaendelea kulalamika, na hiyo ndo maisha. Lakini kila anayelalamika anapata nafasi ya kusikilizwa. Msisahau ilikuwa nafasi ya kusikilizwa kwa huyo mfanya biashara ilikuwa haipo. Huo ndio kweli. Huyo mfanya biashara kusikilizwa ilikuwa haipo. Ilikuwa inachotakiwa atoe. Wa ila haya. Lakini unasikilizwa. Mama kaunda na tume ile inaongozwa na yule mzee Sefue kwa ajili tu kuwasikiliza watu wanasemaje, wanatakaje, mambo yawe vipi, maslahi yao katika biashara zao zitakuwaje. Ni uungwana mtupu. Anaendesha mambo mama kiungwana. Sasa itakuwaje kwamba awe hana ushahidi wa kutosha kwamba yeye anafaa? Anafaa kwa sababu maisha ni biashara. Maisha ni biashara, na wote tunaoishi ovyo kwa sababu hatushiriki biashara. Si tunaishi kidarweshi, mambo yetu magumu kwa sababu hatuna biashara. Wenye biashara, wallahi mimi siku zote nawaombea dua watu wafanye biashara, kwa sababu biashara ndio yenyewe. Biashara ukitaka kuishi mjini hapa, biashara ndio yenyewe. Ukitaka kuishi shamba, kulima ndio kwenyewe. Kule usiende kufanya biashara kule ukalime, lakini mjini kazi biashara, ima kuajiriwa ima biashara. Na wanaoishi vizuri zaidi sio wale waajiriwa. Wanaoishi vizuri zaidi na wenye milki zaidi ni wafanya biashara. Nionyesheni mtu mimi aliyeajiriwa na yeye ana mali nyingi, mali nyingi kwa kufanya biashara. Mungu akufungulieni wafanya biashara, akutilieni baraka biashara zenu, na muendelee kupata raisi kama huyu ambaye anawasikilizeni. Haya ndio ya kufanya, lakini lazima tuseme kwamba kwa hivi anavyokwenda mama anastahiki kupata miaka 5 mingine huko ya kumalizia awamu yake. Anastahiki, si lazimishi, lakini anastahiki. Yani mimi ninayo haki na mimi ya kusema. Nyinyi mkitaka kutukana mnatukana, na mimi nikiwa haki ya kusema nasema, lazima niseme kwamba anayo haki ya kustahiki kupata miaka 5 mingine, achaguliwe ikiwezekana kwa kura zote. Katiba tu inasema tukae foleni tuchague, lakini kwa namna alivyo ilibidi tu kwamba amepita huyo, ilibidi hivyo tu. Lakini sasa taratibu hazisemi hivyo, na taratibu haziwezi kuniachia mimi ninavyotaka. Mimi ndo natakiwa nifate taratibu zilivyo. Kwa hiyo apigiwe kura. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman.
اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الصحابة الكرام خصوصا منهم ذي الأصل العريق خليفة رسول الله سيدنا أبي بكر الصديق، وعلى الزاهد الأواب الناطق بالصواب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب، وعلى جامع القرآن من استحيت منه ملائكة الرحمن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان، وعلى أسد الله الغالب فارس المشارق والمغارب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب، ورضي الله تعالى عنهم وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.